Karibu Homesport kwa taarifa za kimichezo. Pia usisahau kusubscribe na kushare na kucomment kwenye channel yetu. Asante. Leo nimepata vitu viwili kutoka kwa kocha wa Young Africans. Jambo la kwanza, sijajua kama baadhi ya mashabiki nao pia walikuwa wameshali note au vipi, lakini kocha amelizungumza. Amezungumza kuhusiana na performance kwa naona ambavyo timu yake inakuwa inacheza. Akisema kwamba ana furaha timu yake ikiwa inacheza mpaka dakika 40 mpaka dakika ya 60, lakini inapobaki zile dakika 30 za kumalizia mchezo anakuwa hana furaha kwa namna ambavyo timu inakuwa inacheza. Akitaja moja ya sababu ni kwamba mpaka sasa hivi hajapata muda mwingi sana wa kutrain na timu kutokana na mechi kuwa karibu. So eneo ambalo kwa sasa wanalifanyia kazi kwa kiasi kikubwa ni zile dakika 30 za mwisho za Young Africans ili waweze kuzimaliza vizuri au kucheza vile ambavyo walikuwa wanacheza kwenye dakika zile zingine 60. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, nimependa sana hiki ambacho amekizungumza. Amewazungumzia JKT ambao wamepoteza mchezo mmoja, wamedraw mchezo mmoja, hajashinda mchezo wote kwenye mechi mbili zilizotoka kuchezwa. Akisema ya kwamba matokeo ambayo wameyapata JKT haiaksi kiwango ambacho wanakionyesha kiwanjani. Yaani kuna kitu hapo nimekielewa vizuri kwamba namna ambavyo JKT wanacheza na matokeo wanayopata ni vitu viwili tofauti. JKT kwa yeye anaona wanacheza mchezo mzuri sana licha ya kukosa matokeo. Tena akasema ya kwamba kama kocha wao ataendelea kupewa muda basi ataweza kujenga timu ambayo ni nzuri sana. Hapa kuna kitu ambacho nikakikumbuka niliwahi kujifunza kutoka kwa makocha baadhi kwamba kocha yote huwa anaambiwa mistake mbili kubwa ambazo unaweza kuzifanya kwenye timu yako. Kwanza ni kuangalia zaidi matokeo na kusahau kiwango cha uchezaji cha timu yako. Hakuna timu ambayo inaweza ikacheza perfect game. Kwa hiyo kama hakuna timu inaweza kucheza perfect game, ni lazima tu kuna baadhi ya madhaifu ambayo utayaona katika mchezo fulani ambao mwalimu unapaswa kuyafanyia kazi. Hata kama timu yako imeshinda goli 90, angalia kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatakiwa kufanywa improvement. So coach utakiwa kufocus zaidi kwenye matokeo, focus kwenye performance ya timu yako. Ukifocus zaidi kwenye matokeo kama inakuwa inashinda goli moja and you are so excited namna ambavyo timu inashinda, kuna siku itakushangaza. Sasa jambo lingine ni kocha kufocus, yani kuwafundisha zaidi wachezaji patterns kuliko principles. Hapa sasa ni somo refu sana, huko tuachane napo. Kwa kocha Young Africans kwa yeye yuko satisfied na namna ambavyo ya JKT wanacheza, akiamini ya kuwa matokeo wanayopata yanakuwa hayahaksi kile ambacho wanakuwa wanakionyesha kiwanjani kwa maana ya kiwango chao, tena akisema wanacheza dynamic football. Hayo nimeachua kwa kutoka kwa kocha wa Yanga, na mengine ni mengi tu kuhusiana na JKT uimara na udhaifu wao amevielezea vizuri. Kwa kocha wa JKT Ahmad Ally ametaja kitu kimoja kizuri ambacho hata ile last game ya Young Africans dhidi ya Coastal nilikwambia kwamba silaha yao moja kubwa katika eneo la ushambuliaji ni kutumia wide area na kutumia half space. Hapa ndo nitaanza napo siku ya kesho kumuona namna gani ambavyo anaenda kuwazuia Yanga kwenye hayo maeneo. So nimechukua hivyo vitu kuelekea mechi ya kesho, na baada ya hayo yote nikwambie tu ya kwamba group letu au channel yetu ya WhatsApp tunatoa mikeka ya bure, link ipo kwenye bio. Ninaomba uklik ili na ujipatie mikeka ya bure. Jana kuna baadhi ya watu wamelia, lakini kwetu sisi tumefurahi tu kwa sababu watu waliochukua mikeka kutoka kwetu wamejipatia kile ambacho walikuwa wanakihitaji. Karibu sana.